Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali ni wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu juu ya kile ambacho klabu ya soka ya Young Africans wameweza kufikia makubaliano ya yale ambayo yameweza kujili hivi karibuni kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8 na bodi ya ligi na kuweza kutangazwa ratiba mpya. Sasa klabu ya soka ya Young Africans kuna taarifa ambayo imeweza kutolewa leo hii kuhusiana na yale ambayo yameweza kujitokeza katika sakata hilo. Ni yapi hayo? Utakwenda kujua hatma ya Engineer Hersi katika sakata hili itakuwa ni lipi, na kila kitu ambacho kimeweza kujili utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujiendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya sakata lao. Bana, klabu ya soka ya Young Africans unafahamu ya kwamba mambo yamezidi kuwa mambo, wamezidi kushikilia msimamo wa jambo lao ambalo wamekuwa wakiweza kulitaka juu ya kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa, ambapo kila mmoja anasema ya kwamba kila mmoja atakula kile ambacho kinachojiri kwa wakati huu, ambapo unafahamu ya kwamba adabu ya Kariakoo imepangwa iwe tarehe 15 ya mwezi wa 6, ambapo klabu ya soka Young Africans bado wameshikilia msimamo wao kwa kile ambacho wao wanasema ya kwamba kama ni ubaya uendelee kuwa ubaya tu, na kama jino kwa jino liendelee kuwa jino, huku wakisema ya kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe hawatoweza kucheza. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea, huku wakisema ya kwamba wanataka haki iweze kutendeka. Sasa kile ambacho kitakachokwenda kuwakuta Young Africans mara baada ya wao kugomea mchezo huo, kile ambacho kinaelezwa kwamba pengine watu hawatokaa amini ni kuhusiana na klabu ya soka ya Young Africans kuweza kushushwa daraja. Unaona bana, hiyo imekuwa ni story kubwa kuhusiana na Yanga kushushwa daraja na kuhusiana na Engineer Hersi Said kuweza kufungiwa kwa kile ambacho kimeweza kutolewa kutokana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo inaelezwa kwamba taarifa huenda ikawa ni nzito kweli kweli kwa mashabiki wa soka wa klabu ya soka Young Africans. Huenda wakaishuhudia timu yao ikiweza kushiriki katika michuano ya kombe la championship kwa msimu ujao. Unaambiwa klabu ya soka ya Young Africans ambayo imegoma kucheza mchezo huo, hii ndiyo adhabu ambayo watakayokutana nayo pindi ambapo kile ambacho kitakachoweza kujili kwa wao kutokufika uwanjani. Timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zitakazokubalika kwa TFF, TPLB na au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatavyo: kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 italipwa na timu pinzani. Kulipa fidia ya maandalizi, uharibifu wote unaweza kujitokeza, kupokwa alama 15 na 15 katika msimamo wa ligi. Viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinizamu. Endapo timu itakuwa na alama pungufu ya 15
itakuwa na alama hasi kwa kiasi kisichopungua kwenye msimamo wa ligi. Endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama hasi, itaanza na alama hizo hasi katika msimamo wa ligi kwenye msimu unaofuata wa ligi ya azi yake. Kwa michezo ya hatua ya mtoano, timu itakayokosa kufika uwanjani katika mchezo wa mkondo mmoja itakuwa imepoteza hadhi ya kuingia hatua inayofuata bila kujali matokeo ya mchezo wa mkondo mwingine. Itapoteza haki ya kuchukua gawio lake la mapato la mchezo huo. Kiongozi yoyote atakayebainika kushiriki alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutotokea uwanjani bila sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12, sawa na miaka 2 inaweza kukubaliwa na adhabu zaidi kama ambavyo TFF inahitaji kuchukua hatua zaidi kadri inavyoona inafaa. Unaona bana, timu ya ligi kuu itakayoshindwa kufika kituoni katika mchezo mitatu ya ligi kuu bila sababu za msingi zinakabiliwa na TFF hatua zingine ambazo zitafuata. Kwa hiyo endapo sasa klabu ya soka ya wananchi Young Africans wakishindwa kuweza kupelekwa timu hiyo tarehe 15, basi hizi ndio adhabu ambayo klabu ya soka ya Young Africans watakutana nayo, ambapo kubwa zaidi ni kiongozi atakayebainika kushiriki alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutotokea uwanjani bila sababu ya msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12, ambapo tutashuhudia pengine Engineer Hersi akiweza kukumbana na adhabu hii kutokana na kile ambacho kinachoonekana katika sakata hili. Kila mmoja kwa sasa anaona namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans ambacho kile kinachozidi kutokea inazidi kuwa sintofahamu. Anaandika Yahya Njenge, mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba sitaki kusema Yanga wako sahihi kugomea dabi, lakini mamlaka za soka TPLB na TFF zilipaswa kuleta majibu ya uchunguzi waliosema kwenye taarifa yao ya kuahirisha mechi tarehe 8 kabla ya kuleta ratiba mpya. Kama hakuna majibu ya uchunguzi, basi kuna watu walipaswa kuwajibika. Unaona bana, katika hili ambalo kila mmoja wakisema ya kwamba wako tayari kuweza kucheza mpaka yale majibu yaweze kutolewa ufafanuzi. Unaona bana, zilizonifikia katika kuhakikisha wanapata haki yao na kupinga uhuni, uonevu na upendeleo katika soka. Ipo taarifa kuwa viongozi wa matawi wa klabu ya Yanga nchi nzima wanatarajiwa kutoa maazimio yao kama ifuatavyo: kuunga mkono msimamo wa kamati tendaji ya Yanga ya klabu ambayo imesisitiza haitopeleka shauri lao kwa mamlaka ya mpira nchini kwa kuwa hawana imani na vyombo vyao na hawatocheza dabi. 2, kutoa msimamo kuwa hawana imani tena na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kama shirikisho likiendelea kuwepo, basi hawatakuwa tayari kushiriki mashindano yoyote yatakayoandaliwa na wao. Unaona bana, wakiweza kuweka kila kitu sambamba. Unaona bana, wakuu, ile ripoti ya uchunguzi kuhusu kilichosababisha dabi isichezwe, mbona kimya hadi leo haitolewi? Unaona bana, namna TPLB walivyoharakisha kuahirisha mchezo kufuatia hoja za msingi za Simba, ndivyo walipaswa kuharakisha kujibu hoja za msingi za Yanga kabla ya kupanga tarehe ya dabi. Unaona bana, isije ikawa ndio swala upendeleo unaosemwa. Unaona bana, kwamba kwa nini watu hawatoi majibu ya sababu za mchezo huo kuahirishwa zilikuwa ni zipi? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.